Majukumu ya familia yalimlazimu kuanza kujituma akiwa na umri mdogo. Namzungumzia Sarah Adoyo ambaye amekuwa maarufu katika eneo la Westlands hapa jijini Nairobi kutokana na kazi yake ya kuuza vyakula kibandani, na hatimaye akafanikiwa kumiliki mikahawa kadhaa na kuajiri wafanyikazi wanaomtegemea ili kupata riziki yao ya kila siku. Ni safari ambayo haikuwa rahisi, lakini ukakamavu wake umebadili maisha yake kwa kiwango kikubwa, kama anavyosimulia katika makala yetu ya Mwanamke Bomba yanayofuata sasa. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity. Start your Fanikisha journey, Equity today. Naitwa Sarah Adoyo Alwala, mzaliwa Oyugis. Mimi 8th born. Mimi najutia kazi ya hoteli, mimi napika, mimi ni mpishi. Na sistangu mkubwa wangu, alisha pass. Sasa alikuwa na kibanda hapa kwa hostel, kwenda uza manguo kwa soko. Ndio nikapata kazi kwa kibanda kwa mwingine pale ya hoteli. Nilikuwa 70 bob per day. Nikafanya naye kitu 5 months, ndio nikatoka nikatafuta ya. Nilikuwa na mahitaji mingi na nilikuwa nipa 70 shillings. Sasa kwa sistangu nilikuwa nimepasa, alikuwa mtatu wa 7. Nilikuwa na mwingine alikuwa na 6 months nilikuwa na baia maziwa, so use 70 bob. Okay, fair. Na weke na maziwa mtoto ainget pasha. Na hii biashara yako pengine ulianza ukiwa na mtaji wa kiasi gani? Sasa biashara yangu na 5,000 by then. Na hii 5,000 nipewa na sistangu marehemu mwenye alipasi. Mtafuta nilikuwa neighbor akatoka, kachuna kazi akatoka, akaniita kama za chukua hiyo nyumba. Nilikuwa napika githeri na bones na matumbo, chakula 3. Githeri nilikuwa 10 bob. Matumbo ilikuwa 30 shillings, bones ilikuwa 30 bob. So ilikuwa tutolewe wakijenga, basi sasa washinda kutoa. Ilikuwa wengi, kwa shadi watu kwa wengi. So kutoa tunarudi tunajenga immediately. Na tulikuwa na MP wetu alikuwa itagumu, alikuwa anasimama na sisi. Kila kubomolewa alikuwa anatuambia tukae ngumu kama ngumu. Tuna demonstrate, tunajenga tena. Umetuambia kwamba hii biashara kuna wakati ilikuwa inafika kuna bomolewa, kuna chomeka, lakini unaamka tena, unakuja unataka kuendelea. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakupatia nguvu ya kutaka kuendelea licha ya changamoto zote hizo ambazo ulikuwa unapitia? Nilikuwa nimepoteza sisi zangu wengi sana. Nilikuwa na mahitaji, nyumbani naangaliwa kila kitu. Na watu wanasoma shule mpaka nalipia school fees. So nilikuwa najituma kabisa. So nimejituma na 10 bob na 30. Mpaka nifika unyuniko sana usema 300. 50, choma 400. Na Equity kaingia katikati. Katakuwa pale kwa hiyo nyingine ya barabara. Kichomekewa katupatia pesa. Kwanza mimi kanipatia loan 200. Nikajenga, nikaweka stock, nikaendelea tena. Hakuna kazi zikupeleka mbali. Tunaifanikisha ya Equity Bank. Pia imetupeleka shule, imetufunza vitu mingi because tunaenda kwa hiyo class zao nasoma. Inakuja vinafanya biashara. Ifanikisha founder ya Equity. Wamenifunza vitu mingi. So unakuta ukitoka huko ukienda kwa hiyo class, hata kama ni mwana ukitoka utakuwa same person ukija kwa ulienda upapo asubuhi, tunacho kama kwa different because unapata ideas zenye uko nazo. Unapata through Equity Bank. Sasa hizi branches 3 hapa kuna msichana mmoja nimeweka, mimi na yeye kwa ile nyingine Bahamas, kuna moja iko juu. Tulianzia chini kabisa, mapati zinachomeka, tunarudi tunafumilia, tunachenga, tunarudi hivyo, imechomeka kama mara 3. Tukisimama tu tunaanza tena pato. Lakini sasa tunashukuru Sarah, Mungu akatusaidia, sasa tukapata soko mpya. Hizi kazi pia zina challenges mingi, kwanza kwa wafanyakazi, kwa hizi ya chakula kuhandle na kuzipika. Unapata mtu ni chef ajua kuoga yake ni tamu, but akona tabia ukiambiwa lazima ukae naye tu because unapenda kazi yako. Kwa kazi yeye ni mtu wa kujituma. Yeye huona mbali. Na ukitaka chakula chochote kiko fresh, iwe ni samaki, iwe ni nyama choma, iwe ni kuku ya kienyeji, ako nazo. Kufikia sasa kuna mengi ambayo unajivunia, mpaka unasema una watoto ambao wamehitimu vyuo vikuu kwa sababu ya kazi hii. Pengine kitu gani kinakupatia nguvu ya kutaka kuendelea? Mwingine angesema tosha, sasa napumzika, niwe naangalia mambo mengine. Nimehustle na Mungu amenijalia. Sisi kwenye tutoka tunasemanga watu wahesabiwi na namba. Nasemanga chenye umefanya usiseme sana, but chenye najua vizuri kabisa. Apart from watoto, vitu niko nazo naweza kula through hii kazi. Nilale, nasimamia kazi dakula because
niko na mashamba nimenunua, naweza lima na nikule. Hata bila kulima naweza kula. Nifanya vitu vingi. So kazi utaambia mama hapa nje. Pata kazi yako time. Pata kukimbia mbio. Itagrow. Kisha hiyo kazi fanya, pika, omba Mungu kwa jamii kwa sababu utakuja. Vumilia kama ni kidogo, ni miezi 5 na utasucceed. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity.